Tuijenge Kenya ya haki, amani na umoja, inayodumisha usawa na heshima kwa binadamu. Ndiyo mada kuu ya kampeni ya Kwaresima mwaka huu wa 2026, na kusihi uweke papa hapa kwa simulizi ya baadhi ya mada ya wiki 5 ambayo tutajadiliana kuhusu kampeni ya Kwaresima ya mwaka huu 2026. Mada ya wiki ya kwanza ya kampeni ya Kwaresima mwaka 2026 ni uongozi na uadilifu. Ifuatayo ni hadithi fupi ambayo itakupatia taswira ya mada hii. Karibu. Kijijini cha Tumaini paliishi mvulana aliyeitwa Baraka. Alikuwa mwanafunzi mwerevu aliyejawa na matumaini ya kuwa kiongozi ambaye angeleta mabadiliko nchini kwake aliyoipenda sana. Kila siku akielekea shuleni, Baraka alipitia karibu na jumba kubwa la kifahari la kiongozi wa eneo hilo lililokuwa na barabara iliyowekwa mawe laini na ulinzi mkali langoni. Cha kushangaza, barabara za kuelekea shuleni zilijawa mashimo. Shule haikuwa na vitabu, wala misalani yalikuwa duni na yanayohatarisha afya ya walimu na wanafunzi. Na kituo cha afya kijijini kilifungwa kitambo sana, ambapo ilibakia mahame. Huduma za kiafya ililazimika kutafutwa umbali wa kilomita 24. Kwa nini viongozi wetu wanaishi kwa anasa ilhali raia wa kawaida wanaumia? Baraka akawa anajiuliza kila mara. Kadiri alivyoendelea kukua kwa umri, ndivyo alizidi kuelewa uhalisi wa mambo. Kiongozi wao pamoja na wanasiasa wengine walizoea kutumia vibaya pesa za umma. Miradi ya shule, hospitali na maji safi iliyoidhinishwa na kutengewa pesa haikuwahi kumalizwa. Hakuna mwanakijiji aliyekuwa na ujasiri wa kutoa sauti kuhusu miradi hiyo, na aliyedhubutu alinyamazishwa. Viongozi hawakujali sheria za nchi hata kidogo, kwani walielewa fika kuwa sheria wataipendua kuwafaidi. Baada ya shule ya upili, Baraka alijiunga na chuo kikuu kwa udhamini wa shirika moja la kanisa. Baada ya kuhitimu, alijiunga na shirika la utetezi wa haki lililolenga kuimarisha uwazi na kuwawezesha vijana. Alianza kutoa sauti na kuwakumbusha wanakijiji wa Tumaini kuhusu hali yao mbaya na ufisadi ulioenea kila pembe nchini. Wengi walimsikiza, lakini waliogopa kuungana naye katika msukumo wake, wakisema hakuna mabadiliko yoyote upatikana, mfumo uliopo umeharibika kabisa. Baraka alifahamu kikamilifu kuwa mabadiliko hayangepatikana kwa urahisi, lakini alijitolea kwa dhati kupigania uadilifu. Pamoja na kundi lake, alianzisha kampeni za kuelimisha jamii, hasa vijana, kuhusu haki zao na kuisukuma serikali kubuni asasi imara ya kupigana na ufisadi. Miaka mingi baadaye, Baraka aliamua kugombea uongozi. Hakuahidi wanakijiji wenzake utajiri, lakini aliapa kuleta mabadiliko. Alibeba mzigo wa kilio cha wanakijiji wa Tumaini na wengine wengi walioamini uadilifu. Haikuwa dhana tu, lakini hali ya maisha. Tumaini ilianza kuinuka chini ya usimamizi wa viongozi waliofahamu maana kamili ya huduma. Kumbe ni viongozi wenye maono ya wananchi ambao wanajali maono hayo ndiyo gurudumu la maendeleo. Na waacha na msemo ya wahenga kuwa kidole kimoja kivunji chawa. Uongozi na uadilifu haiwezi kufikiwa bila umoja. Hadithi yangu imekwisha hapo.